Haya, chini. Unagusa chini. Twende mwisho hapo. Haya, bakila huyo. Twende. Advantage hiyo. Twende. Na mimi nimo sasa. Twende. Njoo mpaka ufike huku na wewe. Jua linakuwa limetwama na kurudi darasani tena kukumalizia kipindi cha mwisho baada ya chakula cha usiku. Hapa wanapewa tafakari ya kuzungumza na Mungu kwa ukaribu kabisa, ili kumkabidhi Mungu kila kitu ili awafanye kuwa wapya, na baada ya somo wanapewa muda wa tafakari. Na kama kuna kitu tunahitaji kubadilisha maisha yetu, ni maana kwamba kuna kitu tulijifunza au tulianza kufanya ambacho si sahihi kwa kadri ya mafundisho au malezi tunayopewa. Kwa hiyo ndio maana wazazi wakasema ili mwenye kwa moyo mkapata kitu fulani. Ukiona mchana tunaongea mambo mengi ambayo yanatokea kwenye maisha yetu, ambayo tunayafanya kila siku ya maisha yetu, na haya mambo ni yanakuwa ni mazoea katika maisha yetu. Tumezoea kufanya mambo ambayo kwa kiasi fulani ilikuwa hayapendezi, na kwa sababu hayapendezi ni wakati sasa kutaka kuyabadilisha. Mazoea yanakuja taratibu, kwa wale wanaokuhusu tunaongea kwa sababu kutoka kwa peers, kutoka kwa marafiki, kutoka kwa walimu, kutoka kwa watu wote, tunazingatia mazoea. Na tunavyoendelea mazoea yanapata kile kwa Kiingereza tunasema habits give us behaviors or character. Kama tunayo au tabia tunazo ni kutokana na mazoea hayo. Kutokana na hivyo, hasa kwa vijana, haya mazoea yanatupatia majina yasiyokuwa. Wengine wapo au kutoka kitu na Mungu wazazi. Tunaelewa wazazi. Wazazi wanapita kwa hofu. Wabishi, wahuni, walivu, wengine ni wote yasiyopendeza kutoka. Tunataka majina wadalike mtu tofauti. Wengine tuna majina yasiyokuwa kwa rafiki zetu. Nasikia wale vijana waliokaa na misitu kwamba sisi ndio tunajua msichana fulani kwa sababu tunajua hapa najua kazi nzuri. Huyu msichana kwa wengine ni mtu mbaya. Wewe
au wale wasichana waliokuwa wanasikia ile vijana wengine. Kwa hiyo wanasema huyu ni mzinzi, ndio ambazo tumekuwa tukiita. Na wengine wanasema hayo katika umri mdogo kabisa. Kuna wengine hapa hata majirani wanaogopa watoto wao kuja kwetu, kwa sababu wanasema ukienda utaambukizwa tabia mbaya. Ndio kumekuwa kitisho kama tayari ni wewe usiende kwao. Kule kuna mtu fulani aliyeenda akaambukiza tabia mbaya. Yaani wewe sasa kama ni mlazi hata unaogopa kwamba mtoto wa jirani akija kwako akapata tabia. Wengine tunafikia kufunza shule au kurudisha sababu mambo ya shule ambayo hayakuwa mazuri. Tumekamata makosa mbalimbali, tumefundishwa nyumbani, tumefukuzwa au tumehamishwa. Wanasema msichana huyu tumekuwa msimamizi wa maendeleo kwa tabia hizi tutairudia. Haya nasema ni kweli au natoka? Mimi naongea na watu wengi, hata kama wanaongea nini, wazazi wanakuja kwa mzungumza wanataka kwa masuala ya kazi. Najua hizo tabia ambazo ni hizi za kutokana misingi ya kazi zetu, kusema mtoto huyu anataka au huyu anasema. Ndio mwalimu unakuta mtu kijana wa kumtuku lakini wazazi kutoka nyumbani na kumwona wote. Wewe sasa hawaamini, hawezi kuambia inabidi tuwabadilishe. Wengine walikuwa watumwa wa simu, wanataka kupata simu basi mfano mtume usio kwa simu kwamba mimi na simu mwenyewe. Na wengine sisi tunajua mwanamke na mwanamke sio zaidi ya kupata maji. Kwa nini? Kawaida. Sababu ya zawadi ngono. Wao basi ndio ndio kwa 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 sababu ya sisi ambayo hapa sasa mtu wakati yako ambao unataka sasa kwa kitu baada ya kukaa utafikiria nini unataka kubadilisha utafikiria usiongee Siku ya pili inahitimishwa hivyo kwa tafakari kuu sana na kupewa maagizo wakalale vivyo hivyo pasipo kuzungumza na mtu yeyote ili kubaki na ukimya moyoni. Tunakushukuru Bwana Yesu. Tunasema asante. Tunakushukuru Bwana Yesu.
Kuamka kwa siku ya tatu ni neema ya Mungu iliyolinda walimu na wanafunzi hawa ili kukamilisha lengo. Masifu na kuabudu ni zoezi la kwanza kabisa lililokuwa likifanyika kila siku asubuhi ili kuwazoeza wanafunzi hawa ambao wakati mwingine waliona ni vigeni, na hii ilikuwa kwa baadhi yao. Kumalizika kwa sifa kunafungua mlango wa darasa la siku, na hapa tunapata kujionea kijiigizo kafupi kilichoandaliwa na walimu ili kuwafanya wanafunzi wang'amue kitu kabla ya somo. Wewe nani? Mbona tunafikiria vipi? Jina lako litukuzwe. Je, unalitukuza jina lako kweli kweli? Mkutukuzo mkwa nani? Kwani wewe nani? Mbona unaingilia kwenye mambo yako? Ufalme wako ufike. Ungekuwa mimi ni mfalme, ungeshinda na kuyazingatia yale ninayotaka. Nizingatie unataka wewe? Wewe umekuwa nani mpaka nizingatie unataka wewe? Acha mambo yako bwana, hebu niache. Utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Je, unakubaliana na kila ninachotaka lifanyike duniani kama mbinguni? Lifanyike duniani kama mbinguni? Kwani wewe unataka lifanyike wewe kama nani? Ufalme wako ufike. Utupe leo mkate wetu kila siku. Je, unapokea kwa shukrani kila kitu ninachokupatia kila siku? Napokeaga. Lakini ujielewe nani, naona wanijibu tu afu mimi kwenye mambo yangu. Tusamehe makosa yetu. Wewe kwanza unawasamehe wanakukosea. Wewe utasamehe mtu akikosea kitu anazikua. Wewe mtu dakika tu kuzingua katika yako na machaji. Dozi tu samehe. Usiteke katika kushawishi. Mimi sikutii katika kushawishi, bali unanipeleka wewe mwenyewe kwa miguu yako. Wacha mnisikilize. Wewe kama mimi nataka kunishawishi. Hapo mimi singe kunishawishi sasa. Wewe pia unapoteza au unasemaje? Lakini utokoe maovu. Nimekwisha kukinga na maovu kwa kuweka mbele yako uzima na mauti, lazima kwako kuchagua uzima. Napenda kama sio zako ina nguvu hivi. Au Mungu wewe. Sitaki na nguvu hivi. Au bora niseme kweli, baki na hisi kitu kimenigusa. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliokosea. Usitutie katika kushawishi, lakini tuokoe maovuni. Amen. Naam. Baada ya igizo hilo fupi kama unavyoliona, ni ishara tosha kwamba ni changamoto nyingi tunazipata hasa pale tunapokuwa tukisali na kutafakari neno la Mungu. Hivyo baada ya igizo hili fupi tunapata kuelewa na kufahamu ni namna gani na jinsi gani tunaweza tukawa makini wakati tunapokuwa tukisali. Hapo kule sala. Sala ni nini? Sala ni kitu gani? Sala ni kitu gani?
Tumsifu Yesu Kristo. Sala ni kuongea na Mungu. Ukasema sala ni kuongea na Mungu. Mwingine anasema nyosha mkono ulipo nitakufuata. Sala ni mahusiano yaliyo kati ya Mungu na mwanadamu. Mwingine anasemaje? Sala ni maongezi kati ya Mungu na mwanadamu. Hii bado ni maongezi kati ya Mungu na binadamu. Anasema wewe kama mgandamizi ya jibu lake. Sala ni mazungumzo baina ya Mungu na mwanadamu. Anageuza maneno mazungumzo, maongezi. Kuna jibu vizuri Tofauti mkono na wanafanyosha nyosha kwa wengine wanakuwa kama anababaisha anafanya namna hii kama anachezea beni. Sasa inachanganya kidogo kwa neno fulani na kama sala ni nini? Tumsifu Yesu Kristo. Sala ni tulioni yetu kwa Mungu kwa ajili ya kumuomba, kumshukuru na kumtukuza. Kuinua mioyo yetu kwa Mungu kwa ajili ya kumuomba, kumsifu na kumtukuza. Mwingine anasemaje? Sala ni nini? Hayo majibu yalikuwa kama ulikuwa unaandika ulikuwa unaandika. Mimi sio definition nyingine ya sala. Hizo ndio definition za sala. Usisubiri official definition. Ndio hiyo. Wa kwanza alisemaje sala ni nini? Kuongea na Mungu. Mwingine akasema sala ni nini? Sisi kurudia. Ni mazungumzo baina ya Mungu na mwanadamu. Mwingine akasema sala ni nini? Akasema mwingine anasema hakuwepo. Inafungua nguvu za Mungu kufanya kazi ndani yetu. Unapomuomba, unapomsifu, unapomshukuru, basi unakuwa unafungua ili nguvu ile ya Mungu ifanye kazi ndani yako. Si mnajua Mungu ana nguvu sana, hawafahamu. Sasa naongea na binadamu, naongea na mawe. Mnafahamu Mungu ana nguvu. Pascal anasalamia kwa anatupa hapo tunajibu Jesus power. Sasa hiyo super power ili uweze kufanya kazi ni lazima usali. Unaposali ndio unafungua. Sala pia inafungua au inazibua mirija ya baraka. Ili baraka iweze kutimilika kutoka kwa Mungu kuja kwako, ni lazima usali. Huwezi kupata baraka kutoka kwa Mungu bila kufanya nini? Usali. Sala inakuonyesha au inakukumbusha mambo ambayo Mungu anataka yatokee katika maisha yako au maisha ya watu wengine. Kwa sababu unaposali mara nyingi utaongea na Mungu mambo yanayokuhusu wewe au yanayohusu watu wengine. Kwa katika kusali utaamua au utakumbuka au utayaona mambo ambayo unataka Mungu anataka yatokee kwako au kwa watu wengine. Ndio maana huwa anasema njia mojawapo ya kuepuka kufanya kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu ni kusali. Tunapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu tunakuwa tumetenda nini? Hebu nitajie dhambi moja wewe tunaitenda sana yoyote. Sema uongo. Kudanganya, sivyo? Sasa kabla ya kudanganya utakuwa sana, sema uongo. Yaani mama sasa nataka niseme uongo, unasali kwanza kabla ya kusema uongo. Unaweza kumwambia Mungu naomba unisaidie, Mungu atakusema wewe uongo hata
Inawezekana? Ndio maana nasemaje, njia kuu ya kuepuka kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu ni sana. Unapokuwa katika kishawishi, njia kuu ya kuondoa uchache ni nini? Kwa sababu huwezi kusali kumwomba Mungu kusaidia kufanya jambo lisilofaa. Kweli sio kweli? Kuna marafiki wengi hapa duniani, lakini Yesu ndiye rafiki wa kweli.
Ukisikia madawa ujue ni ya kulevya. Walimu waliamua kuwafundisha kuhusu madawa ya kulevya, kwani waathirika wengi sana ni vijana walio katika umri wao, ambapo mara nyingi hujiingiza katika makundi ya wanaotumia, nao wakijikuta wakitumia madawa haya ya kulevya, ambapo ni hatari sana katika maisha ya vijana hawa wadogo wa taifa la kesho. Tumeona mvuta bangi. Anaona mvuta bangi. Asante. Tumeona mvuta bangi. Mvuta bangi. Wewe unaona nini? Nimeona mvuta bangi. Nimeona vijana wakivuta bangi. Nataka mwingine aongee kitu tofauti. Wewe hujaona kabisa? Tumeona mvuta bangi. Mvuta bangi. Mvuta bangi. Kuna wengine Watu wanafanya nini? Wanavuta bangi. Umeona? wavuta bangi. Nimeona walikuwa wanavuta dawa za kulevya. Dawa za kulevya. Nimeona mtu anafanya biashara kuuza bangi, Yesu ni mtu anafanya biashara. Aha. Dawa za kulevya ni nini? Mwingine, sasa mtakamata yoyote. Tuwe pamoja. Halo, dawa kulevya ni nini? Dawa za kulevya ni nini? Ni madawa ambayo yanaweza yakamfanya mtu awe stimulus kwenye akili na hata kimwili. Kufanya mtu kulewa kisaikolojia na mwili wake kuweza kulegea, ila kwa wengine ambao wanaanza kuzoea huwa wapa stimu zao za akili. Wengine walioanza kuzoea huwa hufanya kuwa kwamba ni stimu zao za akili. Haini sehemu ya kusisimua mwili. Asante. Mwingine yote ni sawa. Dawa za kulevya ni dawa ambazo kwanza, kama zinavyotamkwa, dawa za kulevya ni dawa ambazo zina kiwango kikubwa cha kilevi ndani yake, ambapo mtu akizitumia huweza kupoteza uwezo wake wa kawaida wa kufikiri, kwa sababu anakuwa amelewa, na ukizidisha inaweza ikawa ni sumu. Sawa? Kwa maana nyingine tunasema ili kinywaji kiwe na ulevi kuna kitu kinaitwa alcohol, kile kilevi kinachopatikana katika kinywaji. Sasa kwa madawa ya kulevya kiwango kile kinakuwa ni cha juu zaidi, kikubwa kupita kiasi, na ndio maana hata watumiaji wake wanatumia kiasi kidogo
lakini wanalewa sana. Sawa sawa. Sasa hebu tuangalie, tumekwisha kuona dawa za kulevya ni nini. Wangapi wanafahamu kuna dawa za kulevya aina ngapi? Opium. Nini? Opium. Opium. Sawa. Bana mkono pale. Heroin. Bana mkono huku na kule, mikono iko mingi sana. Nitakusaidia baadhi. Mirungi. Heroin. Tajwa hiyo heroin. Marijuana au bangi. Push ni nini? Ndo bangi hiyo. Push. Sawa. Pana mkono nyuma pale. Nyuma yako tu hapo. Mwingine? Cocaine. Sisi huko tujui kuhusu dawa za kulevya. Painkiller. Nini? Painkiller sina hakika sana kama painkiller ndio ya kulevya. Unataka kusema? Umeongea lakini. Sasa hebu tuangalie hizi dawa zinatumika kwa namna gani? Wanazitumiaje? Nani anaweza kutusaidia? Wengine wananusa. Kwa mfano hizo brown sugar, white sugar. Kwa kujidunga sindano. Kuna mtu amesema hapo. Mbona nani kasema? Ni wewe? Mbona unakimbia? Kuna mtu ametaja kitu. Kwa kulamba. Kwa kulamba. Baadhi wanalamba, na kuna mtu alitaja Big G. Wengine wanachanganya au wanatafuna na vitu kama chingam, labda niseme hivyo. Sawa? Wengine somo linafika mahali pake, kwani wengi wao wanashuhudia huko mitaani kwao namna wanaotumia dawa za kulevya wanavyokuwa, kwani madhara yake ni makubwa mno. Katika mitaa tunayotoka, labda wengine wanafikiri kwamba lazima wao wanatumia katika familia yao. No. Nachomaanisha katika mazingira tunayotoka. Je, vijana wa rika letu wanatumia hizi dawa? Nyosha mkono basi kama unasema ndio. Ameathirika na dawa za kulevya, si ndio? Teja ni mtu aliyeathirika na dawa za kulevya. Ni mtu ambaye anatumia dawa za kulevya na anatumia dawa za kulevya. Teja ni mtu ambaye mbuni teja. Kuna watu wamekuja hapa kutoka sayari tofauti. Siamini sana. Katika mtu aliathirika na dawa za kulevya. Tumiaji wa dawa za kulevya. Bila shaka majibu yetu pia yanafanana. Teja ni mtu ambaye ni mtumiaji na pengine ameathirika na dawa za kulevya. Wengine wanatumia pasipo sababu ya msingi, si ndio? Yeye anatumia. Wengine ni vishawishi na tamaa. Mshikaji pata hii. Wengine wanatumia kama kiburudisho. Pata mwanangu utapata mzuka. Wengine wanatumia kwa sababu ya mawazo sana. Kwa nini wanatumia? Kujadili kwa upana zaidi. Hapa ndio kwenye shida. Kujiunga katika makundi mabaya. Kwa mfano wateja, wavuta bangi. Asante.
wanapunguza mawazo. Nataka wazo tofauti, usikandamizie. Malezi na sehemu ambayo watu wanakaa. Malezi kwa mfano? Familia wanazokaa. Inawezekana ikawa na familia ambayo wanatumia, kwa hiyo naye akatumia. Ndio. Yawezekana. Kwa nini wanatumia? Vijana wengi wanatumia kutokana na kuiga. Maybe akiona rafiki yake anatumia vile vitu, anaona kama anapata ile raha kwa mwenzake, kwa anajaribu naye ajitahidi naye ajaribu aone nini anachokipata yule mwenzake. Wengine wanaiga. Wengine? Makuzi. Fuata mikumbo. Fuata mikumbo. Tafuta stimu. Mzuka. Si ndio? Kwa nini vijana wanatumia dawa za kulevya? Sijakusikia kabisa leo. Wanashawishwa na marafiki. Kutokana na maisha anayoishi. Maisha anayoishi mfano? Labda maisha yao ya maskini. Hasa tunaona wengine wanashawishi. Asante. Nitakupa kisa fulani. Binti mmoja aliyeitwa, samani kama jina lake tafanana na mtu aliyeko huko. Binti mmoja aliyeitwa Juliet alialikwa na rafiki yake. Naomba niweke vizuri, wenzetu ukisema boyfriend ni rafiki mvulana, lakini hawakuwa na mahusiano ya kimwili. Mind you, Juliet na huyu kijana walikuwa ni mtu na rafiki yake, lakini hawakuwa na mahusiano ya kimwili, yani ya kingono. Kwa hiyo alimwalika kwa birthday yake, na Juliet alikuwa anatoka katika familia ambayo iko vizuri sana, yani wako vizuri kwao, maisha yao ni mazuri, wana usafiri, nyumba nzuri, pesa ipo. Alikwenda katika sherehe ya rafiki yake. Huyo rafiki yake boyfriend alikuwa na rafiki zake wengine 4 ambao walimjoin katika hiyo birthday party. Wale rafiki zake walikuja na girlfriends zao. Kwa hiyo na watu 8 pamoja na Juliet na rafiki yake wakawa watu 10. Baada ya sherehe pale nyumbani walienda pembeni ufukweni ku celebrate. Walibeba speaker yao kama hii na wakaweka mnaita nini, flash. Kwa hiyo wakawa wanajirusha kule na vitu vingine vikaendelea kule, lakini bahati mbaya marafiki zake huyo kijana hawakuwa waaminifu, wakamshawishi kwamba wewe unaishije na Juliet, inakuaje, mbona mko na mahusiano ya aina hii? Kwa hiyo wakamshawishi huyu kijana, akamwekea dawa za kulevya Juliet katika juice yake wakati fulani, wakati ametoka, na pasipo kujua Juliet alitumia ile juice, na kwa sababu alikuwa hajawahi kutumia kilevi alilewa kupita kiasi. Kwa hiyo bado rafiki zake waliendelea kumshawishi kijana, akamchukua Juliet mpaka katika ghetto rafiki zake, wakalala huko hadi asubuhi. Kwa maana nyingine, kwa mara ya kwanza huyo kijana, kwa sababu naye alitumia, alimuingilia kimwili pasipo ridhaa yake. Na bahati mbaya sana huyo binti, kwa sababu alikuwa hajawahi kufanya, lakini alikuwa tayari ameshapevuka, alipata ujauzito. Ilikuwa ni kesi mbaya sana. Na mbaya zaidi, huyu binti alikuwa ni mtu kutoka nje, tuseme ni muite foreigner, yani sio wa nchi ile. Kwa hiyo wazazi wake walikasirika kwa sababu Juliet alikuwa amekutana na kijana ambaye ni Mwafrika, alafu amempa ujauzito. Unaweza ukaimagine hiyo picha. Wazazi wake walikasirika sana. Binti alikuwa yupo katika shule nzuri tu, alikuwa yuko high school, na bahati nzuri au bahati mbaya shule yao wanalelewa na masista, kwa hiyo wana nidhamu ya hali ya juu. Lakini kosa moja dogo lilimgharimu. Kwa hiyo wazazi wakawa na hasira kwa sababu binti yao
ameharibiwa masomo, lakini pamoja na hiyo walikomiti dhambi nyingine, wakafanya abortion ili binti aendelee na masomo. Lengo langu ni nini? Nataka kuonesha, nilitaka muone hiyo hali. Unaweza kufikiri kwamba uko salama kwa sababu kwenu mna maisha mazuri kama wao na Juliet, lakini katika mazingira kama hayo unaweza ukajikuta umepewa dawa za kulevya bila kujijua na ikaharibu destination yako. Wanavaaje? Wanavaa tu nguo chafu. Nguo chafu. Unafikiri kwa nini wanavaa nguo chafu? Hawaogi. Kwa nini hawaogi? Kwanza muda kuoga hawana. Nitaanza barabarani ndio maana wanakaa wakati muda wa kuoga. Sasa huko barabarani wanafanya nini? Wao magari? Si wanapiga debe. Piga debe. Kwa hiyo mateja kazi yao ni kupiga debe. Ndio. Magonjwa ya kansa. Kama kuna mkono mpe maji atasema. Anakuwa anapoteza Mungu. Mara nyingi anapoteza Mungu. Hewe kijana, tambua thamani yako kwa kuulinda mwili wako usidanganyike na misemo ya ulimwengu. Eti ukitumia dawa za kulevya kuongeza stimu, hufanya mwili ujione uko Ulaya. Kumbe unaangamiza mwili wako kwa chache ya dawa za kulevya. Jiulize, kwa nini anayeuza atumii? Hilo ni swali kwako. Tafakari, kisha chukua hatua. Somo hili la pili linatupeleka kwenye chakula cha mchana na kupata muda wa mapumziko ili kuzituliza akili zao. Wanafunzi hawa wenye shauku ya kumtaka Yesu Kristo kumfanya kuwa ndiye rafiki wa kweli maishani. Nimejifunza jinsi ya kusali, jinsi ya njia za kusali na sala mbalimbali. Na pia katika swala zima la matumizi ya madawa kulevya, kitu gani ambacho umekigeni na kitu gani ambacho umekielewa katika siku ya leo? Nimeelewa kwamba madawa kulevya yanamfanya kijana asiwe mchangamfu na anapunguza imani yake au anatoa, yani ile inamfanya kuwa kuruzi nguvu. Tumsifu Yesu. Tafadhali mnaitwa majina yenu nani na nani? Mimi naitwa Grace. Naitwa Yasinta. Yasinta na Grace. Leo ni siku ya 3 tangu semina yetu imeanza hapa Bagamoyo. Kwa hizi siku 3 ambazo tumekaa hapa, mnahisi uliweza kujifunza nini na kitu gani ambacho umegeni hasa katika siku ya leo kwa hizi vitu viwili ambavyo vimefundishwa, matumizi ya madawa kulevya na kuhusu sala? Matumizi ya madawa kulevya. Naomba uelezee kuhusu matumizi ya madawa kulevya kidogo. Madawa, mimi kule kwenye semina nimeelezea kuwa madawa kulevya ni madawa ambayo yani ni madawa ambayo yametengenezwa na vile yani vitu vingi ambavyo yanatengenezwa kwenye madawa, lakini kwenye madawa asili vinakuwa vimefanyaje, vimezidi yale madawa kulevya. Vile kilevi kinakuwa kipo kingi zaidi katika madawa kulevya, ambavyo mtu akitumia vinaweza kumwathiri nini kisaikolojia. Sala ni kujiweka tayari kwa Mungu, au sala ni mazungumzo baina ya binadamu na Mungu. Napokumbuka katika semina tulifundishwa hatua za kufanya sala. Unaweza kunitajia hatua zote ambazo unazikumbuka? Ndio. Naomba nitajie. Kuna kusifu, kuna kuomba toba, maombi binafsi, kuomba kimya. Basi zinatosha. Na katika swala zima la sala, kitu gani ambacho uliweza kukielewa zaidi au ulikipenda zaidi? Kwenye kusifu. Unapenda sana kusifu, sio? Kama dawa kulevya nimejifunza kwamba vijana sasa hivi inabidi kwa sababu ukitumia madawa ya kulevya vinaweza kuleta madhara mengi katika mwili wa binadamu. Afya ikawa mbaya, alafu pia inakuharibu kisaikolojia, ni kiakili. Unakuwa maisha yako wewe, unakuwa unaharibu nguvu ya taifa. Unafikiria tuliweza kuelezwa jinsi gani madawa ya kulevya yanaweza kuingia Tanzania na kuathiri vijana? Katika njia zile ambazo zinatumika kuingiza dawa za kulevya Tanzania, unazikumbuka ngapi? Zilikuwa kama 2. Unaweza kanitajia hata moja jinsi gani unaweza kuingiza dawa za kulevya kutoka nchi za watu kuja katika nchi yetu? Unaweza kuingiza madawa ya kulevya kupitia labda kama hivi katika mambo ya uvuvi. Unaweza kuingiza madawa ya kulevya kupitia samaki. Na swala zima la sala, umeelewa nini kuhusiana na swala katika hii siku ya leo? Sala nimeelewa kwamba sala ni mazungumzo baina ya mtu na Mungu. Ni yale mazungumzo ambayo mtu anasali kwa Mungu. Na katika sala kuna hatua fulani ambazo unatakiwa uzifuate katika sala. Hatua gani ambazo unaikumbuka wewe na unaweza kidogo kanielezea? Kuna shukrani ambayo ni kumshukuru Mungu kwa
yale yote aliyokutendea katika maisha yako, aidha kipindi cha nyuma au mpaka sasa hivi. Dadangu jina lako ni nani? Naitwa Fatma Tafadhali. Msifu Yesu. Miriam. Dadangu jina lako? Gloria Joseph. Msifu Yesu. Dadangu pia? Irene. Msifu Yesu. Dada zangu, najua katika semina hii tuna siku 3 hapa. Na katika hizo siku 3 naamini kwamba kuna kitu ambacho umeshakielewa katika hizo siku 3. Wewe unaelewa nini kuhusiana na hizo mada mbili za umezisoma leo, na yoyote ambayo unahitaji kuelezea unaweza kaelezea? Nimeelewa kuhusu madawa ya kulevya, jinsi madhara yake, na kwa hamasisha vijana wetu waachane na madawa ya kulevya, waache. Nichoelewa mimi kwa leo. Na katika masuala mazima ya sala umeelewa kitu gani? Nielewa kwamba sala ni kuongea na Mungu, baina binadamu na Mungu wakiwa katika wanaongea katika sala. Unaujua kuna umuhimu gani wa kufanya sala katika maisha yako? Kuna umuhimu kwa sababu katika Mungu jinsi alivyotuumba kwenye kusali, kuna labda unataka kufanikiwa katika masomo, kwenye unapoenda safarini lazima muombe Mungu. Kokote kwa lazima Mungu usali, umtangulize Mungu na mambo yako yatafanikiwa. Asante dadangu. Dadangu mwingine nilikuwa nahitaji unielezee kidogo kuhusiana na matumizi ya madawa ya kulevya. Umeelewa kitu gani? Mimi nimeelewa kuhusu effects zinazotokana na madawa ya kulevya, kwamba zinapotezea vijana wengi malengo na inapunguza nguvu kazi ya taifa. Ndio effects ambazo ni kubwa sana katika nchi. Kitu kidogo ambacho nitaka unielezee, walisema vitu ambavyo yani njia ambazo zinatumika kuingiza madawa ya kulevya katika nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu sisi hatuzalishi. Unaweza kunitajia hizo njia, ni njia zipi? Kama hivyo wasema kumpasua mtu aliyekufa, na hiyo ya samaki. Na kitu kingine ambacho umekielewa katika sala, kitu gani umekielewa katika topic ya sala? Kama utakiwa umetulia unapoongea na Mungu, na pia aina za sala. Na unaweza kunielezea kidogo kuhusu sala ni nini? Sala ni kuinua mioyo yetu juu kwa Mungu, tukimsifu na kumtukuza. Ningeanza kuongelea kuhusu sala kwa sababu kabla ya kusali kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyajua, ambayo tukiyajua tunaweza Mungu akatusikiliza kwa urahisi, kama kumsifu Mungu, kumshukuru, kutubu, kujiombea wenyewe na kuombea wengine. Endapo tutapangilia katika mpangilio mzuri, Mungu naye atatusikia kile ambacho tunaomba. Na chengine, sala pia tunajiweka karibu sana na Mungu, na kama tushawasikia wajumbe wengine walivyoongea kwamba sala tunahusiana na mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Madawa ya kulevya kiufupi si mazuri, japokuwa wengi wanaamini kwamba upunguza nini, kama kimfano mawazo, kama wengine vijana wengine wanakuwa tukio bali limetokea katika maisha yao, aidha wazazi kufa pengine au kushindwa kuendelea kimasomo, wanaona bora tukachukua madawa ya kulevya nini tutapunguza mawazo. Kwa hiyo napenda kuwasihi vijana wenzangu wasitumie madawa ya kulevya kwa sababu itaharibia future ya maisha yao na pia kupoteza malengo yao katika maisha yao. Kuna marafiki wengi sana hapa duniani, lakini Yesu ni rafiki wa kweli. Mapumziko haya yanatuingiza katika kutambua na kujua thamani ya miili yetu na jinsi ya kuitunza. Hapa mwalimu anaeleza ni namna gani tunaweza kuitunza miili yetu mpaka wakati husika ukifika. Na hii inawahusu wanafunzi hawa waliofika hapa Bagamoyo na wewe uliyekuwa nyumbani. Emu msikilize mwalimu anakuambia nini juu ya mwili wako na kuutunza, huku somo likiwa afya ya uzazi. Za vijana ambao wanakufa pengine kutokana na kutoa mimba au zile kupata mimba mapema wakati wa kujifungua na mtu anapata shida. Na hii ni kwa sababu ya kuto kupata taarifa sahihi. Nimesikiliza sana hata wakati tunafanya majadiliano. Yaani neno ngono linatawala. Ni kwamba shetani ameteka ufahamu wa kijana. Kijana anachoweza kufahamu ni kwamba anaona ngono ni dini. Tumeongea hapo, nimeweza kuelezea jinsi ambavyo kwamba kijana anamchukua huyu, mwezi mmoja amemwacha huyu, mwingine amemwacha huyu, si ndio jamani?
Tumalizungumza hiyo. Na hii ni kwamba kuna watu wengine wanatupa taarifa ambazo sio sahihi, kwamba ili uwe maarufu tembea na wasichana wengi, ili uwe maarufu tembea na wanaume wengi, ili uwe maarufu baya sijui vinguo vya namna gani, ambavyo wenyewe tumezungumza jinsi ambavyo vinamvutia kijana aweze aidha kukutongoza au pengine aweze hata kubaka. Tunapata taarifa ambazo sio sahihi, na unajua kwamba muda wako wa kujiandaa ndio huu. Unaandaa maisha ya baadaye, unauandaa mwili wako wa baadaye, aidha kuwa mama wa familia au baba wa familia au kuwa padri au mchungaji au askofu, lakini sasa ndio tunaandaa. Amina. Sasa basi, kama wakati huu wa kujiandaa ulipewa taarifa ambazo si sahihi, wewe ambaye pengine ndani yako una wito wa kuwa padri, lakini muda huu akili yako inakwambia tu unataka kufanya ngono na wanawake 4, 5, 6, 7, kila mwezi ubadilishe, labda kwa mwaka ubadilishe sana watoto 4. Je, unafikiri mtu huyu akiwa padri ataweza kukaa na useja? Amina. Kijana huyu baadaye kama kwa padri ataweza kuishi useja? Na sasa matokeo yake tunasema mapadri wa siku hizi, si ndio tunavyosema Lakini sio padri wa siku hizi, ni jinsi ambavyo jamii imemlea. Tunasema michepuko, mtu alio ana nini? Ana michepuko. Kumbe ni vile yule mtu alivyolelewa akakuwa katika kipindi hiki cha ujana, anafika mahali anaoa, hawezi kukaa na mke wake kwa sababu hakuzoea kukaa mwaka mzima na msichana mmoja. Hapa mwalimu anachokoza yale yaliyofichika kwa wanafunzi hawa na kujikuta akianza kujibu maswali yanayowatatiza wanafunzi katika maisha yao ya kila siku. Hayo maneno ni ya kuwageuza akili zenu ili mfanye ngono sana, ili muharibikiwe. Na ukifanya ngono, madhara yake ni nini jamani? Unajua madhara ya ngono ni nini? Mimba, kupata mimba utaendelea na shule. Magonjwa, kupata magonjwa shule itaendeleaje? Uweze kuendelea, maisha yako yatakuwa duni. Kingine? Nini? Kwa hiyo kwamba wanakuambia kitu ambacho sio sahihi, kwamba ufanye ngono. Wakati huo ukifanya ngono sana, moja kwa moja unapata mimba za utotoni, inakatisha masomo yako. Unapata mimba bila kuamua mwenyewe kwamba sasa nataka kufanya nini? Kuzaa. Halafu yule mwanaume pengine ni mwanafunzi mwenzako, hana mpango wa kukuoa. Unakatisha nini? Masomo yako. Hujui mtoto kamleaje. Unakuta maisha yako ya baadaye ndio yamefanya nini? Ndio yamekatia hapo. Bado kuna magonjwa. Kuna magonjwa haya ya kaswende, kuna magonjwa ya kisonono, mbaya zaidi kuna ukimwi ambao pia unaweza kuupata kwa kufanya hizo ngono. Kwa hiyo hayo maneno mnayoambiwa sio ya ukweli, ni ya kufanya wewe maisha yako yawe mabaya. Amina. Baada ya kuchangamsha akili na maswali magumu na makali, wanafunzi wanafunguka akili zao kwa kugundua maneno ya mitihani kuwa yalikuwa yakiwaharibu, kwa kuwa walikuwa wakiatilia maanani na kujikuta wakiingia katika utendaji wa dhambi au kuingia katika vishawishi. Kijana, la kusikia